Nataka nitaje baadhi ya madhara ambayo yanapatikana wakati ule roho ya uzinifu ama ukahaba inafanya kazi kwa mtu. La kwanza ni kwamba mtu atakosa ubafu wake, ama yule mtu ambaye aliumbiwa kwa ajili yake. Ukisoma kwenye kile kitabu cha Isaya 34 na mstari wa 16, maandiko yasema, someni katika vitabu kwamba hakuna asiyekuwa na mwenzake. Yule kahaba ambayo unaonanga kwamba anasimama barabarani anajiuza, ni bila shaka kwamba ako na mwenzake, ako na mtu ambaye alifaa kumuoa. Lakini akisimama barabarani ama akiwa attacked na ile roho ya ukahaba, ni bila shaka kile ambacho kitatokea kwenye maisha yake, yule mwenzake ambaye alifaa kumuoa atakosa ubafu wake. Kwa hivyo ni madhara ya kwanza ya roho ama uzinifu ama uchawi wa uzinifu, ya kwamba kuna mtu ambaye atakosa ubafu wake. Kama ni mwanaume akiwa mzinifu, ina maana hataridhika na mwanamke mmoja, atakuwa na wengi, na hapo ndio sasa yule alifaa kuwa wake atakaa mbila. Sijui kama naeleweka. Jambo la pili ama madhara ya pili ya uchawi wa ukahaba ni kwamba watoto watakuwa wazinifu. Mtoto wa simba ni simba. Ndio maana ukisoma kwenye kile kitabu ambacho tumesoma, kile kitabu cha Isaya mlango wa 57 na mstari wa 3, maandiko yasema, lakini karibuni hapa, enyi wana wa mwanamke mchawi, uzao wa mzinzi na kahaba. Kumbe mtu akiwa mzinifu ama mwanamke ama mwanaume akiwa mzinifu, akianza kuzaa watoto, atazaa watoto ambao pia ni wazinifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukisoma kwenye kile kitabu cha Hosea mlango wa 1 kuanzia mstari wa 2 pale, Hosea anaambiwa na Mungu anaambiwa na Mungu ya kwamba aende aoe mwanamke ambaye ni kahaba na wazae watoto wa uzizi. Ina maana kwamba Mungu alimwambia Hosea hivi, utaenda uchukue mahali ulipe kwa baba wa mwanamke ambaye ni kahaba, umuoe, na ukimuoa hakikisha kwamba mnazaa watoto wa uzinifu. Ina maana wale watoto ambao mtazaa sio watoto wako Hosea, lakini watakuwa ni watoto wa wanaume wengine. Yaani yule mwanamke Mungu alikuwa anajua ya kwamba kama Hosea atamuoa alipe mahali, yule mwanamke ni bila shaka, kwa sababu ni kahaba na ni mzinifu, ameumbwa hivyo, atakuwa anakaa na Hosea, lakini kuna wakati atakuwa anatoka, anaenda anazini na wanaume wengine, anazaa mtoto na anarudi tena. Bwana Yesu asifiwe sana. Na Mungu alifanya hivyo akiwa na sababu kwamba ili aweke ghadhabu zake kwa Hosea, maana Hosea alikuwa ni nabii. Na sasa ili Hosea atabiri, ilikuwa ni lazima Mungu aweke ghadhabu zake kwa Hosea. Hosea alipofika wakati wa kutaka kuwa na mke, Mungu akamwambia, mke wako ni yule unaonanga anasimama pale barabarani, kwa hivyo enda umuoe, na ukimuoa ujue kwamba mtazaa watoto wa uzinifu. Sasa wakati ule ambapo Hosea alikuwa anamtetesha mke wake, anamwambia, kwa nini umezalia mtoto nje? Kwa nini umefanya mambo kama haya? Kumbe alikuwa anafanya utabiri, alikuwa anatabiri, alikuwa anahubiria wana wa Israeli. Yaani ile hasira ya kuanywa ama kuchitiwa ama mke wake kutoka akaenda akazini na mwanaume mwingine, Hosea akisikia ile hasira akaanza kumtetesha mke wake. Kumbe alikuwa anaelezea wana wa Israeli maisha yao vile walikuwa wanaishi, kwamba wamemwacha Mungu wa ukweli wakaenda kuabudu miungu nyingine. Naye Hosea alikuwa anamtetesha mke wake kwa sababu alikuwa amemwacha ambaye ni mume wake, amemlipa, amemnunua kwa mahali, akaenda kwa wanaume wengine. Bwana Yesu asifiwe sana. Nadhani unaweza kuona vile ambavyo kazi ya manabii inakuanga ngumu. Ndio maana maandiko yanasema kwamba usimguze Mesihi wa Bwana, maana wanapeangwa kazi zingine ambazo ni ngumu sana. Mungu anaangalia, anaona kwamba maisha ya wana wa Israeli
yamekuwa ni ya kuabudu mashetani, yamekuwa ni maisha ya kuabudu miungu nyingine. Kwa hivyo akaweka ile hasira kwa Hosea, ili Hosea sasa aowe mwanamke ambaye ni kahaba mzinifu. Yule mwanamke akienda kuzini, akimwacha Hosea, Hosea anakasirika, anaanza kumtetesha. Wakati ule anamtetesha, Roho wa Mungu anashuka sasa. Anakuwa sio eti kwamba anamtetesha mke wake, lakini alikuwa anatabiria kile ambacho wana wa Israeli walikuwa wanakifanya, kwamba wamemwacha Mungu wakaenda kuabudu miungu nyingine. Hiyo haikuwa pointi yangu, ama ilikuwa topic yangu, ni mahali ambapo nilikuwa napitia. Lakini pointi yangu ni kwamba nilikuwa nafundisha kuhusiana na madhara ya uchawi wa ukahaba, kwamba mtu akiingia kwenye uchawi wa ukahaba ni bila shaka kwamba atazaa watoto wa uzinifu, ama watoto wale ambao watatokea kwenye ile ndoa ama kwenye mahusiano watakuwa ni watoto wa uzinifu. Lakini pia kutakuwa na ghadhabu kwenye ile ndoa. Ndio maana utaona kwamba Hosea, ukisoma kwenye kile kitabu cha Hosea mlango wa 2 kuanzia mstari wa 1, utaona kwamba Hosea kila wakati alikuwa anaongea akiwa na ghadhabu, akiwa na hasira kuhusiana na mke wake, maana mke wake alikuwa amemzalia watoto ambao ni watoto wa uzinifu, watoto wa ukahaba. Sijui kama naeleweka. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukitaka kuangalia madhara ambayo yanapatikana wakati ule mtu anaingia, ama wakati ule ambao mtu anapatikana na uchawi wa ukahaba, utasoma kwenye hicho kitabu cha Hosea mlango wa 2 kuanzia mstari wa 1. Na jambo la kwanza utaona ni kwamba uchawi wa ukahaba unafanya mtu, ama unafanya watu kuwa uchi, ama wanandoa kuwa uchi. Ina maana kwamba siri zao za ndani huwa zinatoka nje, watu wanaanza kujua mambo yao ya ndani. Kwa maana kila mtu baada ya kuwa amekasirika kwenye ndoa, amefanyiwa ukahaba, amekasirika, amefanyiwa ukahaba na mume wake ama mke wake amekasirika, ni bila shaka ataanza kuongea kwa majirani. Ndio maana utaona Hosea alikuwa anaongea kwa majirani, kwa hivyo siri zao za ndani zikatoka, wakawa uchi. Hiyo ni jambo la kwanza. Lakini pia jambo la pili, uchawi wa ukahaba huo unaweka wanandoa haibu. Lakini pia uchawi wa ukahaba unafanya njia za wanandoa kufungika. Ukisoma kwenye kile kitabu cha Hosea mlango wa 2 na mstari wa 6, maandiko yanasema ya kwamba ikitokea kwamba mtu ambaye umeingia naye kwenye ndoa ametoka nje ya ndoa, unaweza ukamfungia njia zake, na ujue kwamba mkiwa kwenye ndoa mnakuanga kitu kimoja. Kwa hivyo unapofunga njia za huyo mtu, ni bila shaka hata njia zako huwa zinafungika. Sijui kama naeleweka. Lakini pia uchawi wa ukahaba unafanya watu wakose furaha kwenye ndoa. Sasa nikiwa namalizia kuhusiana hiyo part, naendelea na madhara ya uchawi wa ukahaba, ni kwamba uchawi wa ukahaba kama ukifanya kazi kwenye maisha ya mtu, ni kwamba utakatiza ama kuzuia ukoo ambao Mungu amejitwalia watu ambao watamtumikia. Ukiangalia kwenye kile kitabu cha Yoshua mlango wa 6 na mstari wa 1, utaona kwamba maandiko yasema, basi Yeriko ulikuwa umefungwa kwa sababu ya wana wa Israeli, hakuna mtu aliyeweza kutoka wala kuingia. Ndani ya Yeriko kulikuwa na mtu anaitwa Rahabu kahaba. Rahabu ni mzazi kati ya watu ambao wamemzaa Yesu. Kwenye ukoo wa Yesu Rahabu naye yumo. Lakini Yeriko ulikuwa umefungwa, lakini pia Rahabu akafanywa kuwa kahaba kule ndani. Ukisoma kwenye kile kitabu cha Hosea 2 mstari wa kwanza na wa 6, lakini pia kitabu cha Yoshua 6:25, Rahabu alikuwa ni kahaba, ako ndani ya Yeriko na amefungiwa ndani. Na ujue kwamba Yesu alifaa kuzaliwa kutokana na Rahabu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo mara nyingine uchawi wa ukahaba utafanya mtu ambaye alifaa, ama utakatiza ukoo ambao Yesu alikuwa amejitwalia watu wake ambao watamtumikia, ama ukoo wake.